ni siku ya ibada ya maombi. Mwambie Mungu aseme na moyo wako katika ibada hii ya kwanza ya Februari. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya kwanza ya mwezi wa Februari na Jumapili ya kwanza ya mwezi wa Februari ya mwaka 2026. Kwa ajili ya watoto wako walioko hapa, kwa ajili ya wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, Baba, upende kusema na kanisa lako na useme na watu wako. Kwani nazivunja roho za bumbwazi na wazimu na ujinga na uzito wa kila namna, maroho yote ya mpinga Kristo, maroho ya uasi na pembe za kuzimu, tunazifunga na kuzitupa nje kwa damu ya Yesu. Tamalaki sasa katika ibada hii, Bwana. Hata wale watoto wako ambao nafsi zao zimefungwa kwa maneno ya mauti, maneno yaliyojaa tanzi, maneno mabaya waliotamkiwa, kwa damu ya Yesu Kristo inenayo mema, ninatangaza ya kuwa nafsi hizi zilizotamkiwa mabaya na zikafungwa katika maneno mabaya, hata wasiweze kusikia habari njema, ninatangaza ya kwamba wamefunguliwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya. Baba yangu mpenzi, wabariki watoto wako na uweza wako ukae katikati yetu. Utufunike kwa pumzi ya neno lako. Tubariki sasa na daima. Naam, Bwana, utubariki kwa pumzi ya neno lako, kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana hayo makofi hayatoshi, pigie na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ninaomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana ndugu zetu wa Praise Team. Kazi yenu ni njema na ya baraka. Ukae katika kiti chako cha muujiza, ukae katika uwepo wa Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa mabibi na mabwana, leo ni siku ya Bwana ya 9 kabla ya Pasaka. Neema ya Mungu yatutosha. Neema ya Mungu yatutosha. Neno tulilopewa katika kalenda zetu za mwaka wa kanisa ni kutoka kitabu cha Injili ya Yohana, Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Yohana Mtakatifu, mlango wa 6 mstari wa 37 mpaka wa 40. Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mwinjilisti Yohana, kitabu cha Yohana ule mlango wa 6 mstari wa 37 mpaka wa 40. Yohana 6:37 mpaka 40. Na mimi ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Na neno la Mungu lasema hivi: wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sintamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja. Katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Nitarudia tena mstari wa 39. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Amen. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi,
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa sababu unatupenda, na asante kwa sababu unatuwazia mawazo ya amani. Wewe ni Mungu yeye yule usiyebadilika. Asante kwa ajili ya Jumapili hii ya leo na siku hii ya kwanza ya Februari ya mwaka huu. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo upende kusema na kanisa lako. Ni nani awezaye kusema na watu hawa? Ni wengi kwa idadi, lakini ni watu wa jinsia tofauti, makabila mbalimbali, wenye hisia na akili za tofauti, wenye elimu pia na utashi na ufahamu unaotofautiana. Ni nani awezaye kusema na kundi hili lenye mchanganyiko mkubwa wa watu kama si wewe Mungu uliyewaumba kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu? Useme nasi, sema na kila mmoja, sema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu, sema nasi tukusikie, sema nasi kwa kiwango cha ufahamu wetu, tukujue Mungu wa kweli na Mungu wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma ulimwenguni. Kuwepo kwetu hapa isiwe bure, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Wote tuseme amen. Alafu tuinue tu mikono yetu kwa furaha, pigie Bwana makofi na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Wapendwa mabibi na mabwana, leo ni siku ya Bwana ya 9 kabla ya Pasaka. Siku ya Bwana ya 9 kabla ya Pasaka, na neno linalotuongoza katika kalenda zetu za kanisa, neno kuu linalotuongoza ni neema ya Mungu yatutosha. Neema ya Mungu yatutosha. Na injili hii ambayo tumesoma ni habari za Yesu. Ni habari za Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mariamu, ambaye Mungu alimpa neema ya kutumika katika huduma yake ya kichungaji kwa miaka 3 juu ya uso wa nchi. Na neema ya Mungu ikadhihirika katika yeye, na uweza wa Mungu ukaonekana, na wengi wakapona na wengi wakahuishwa. Na Biblia inasema hapa ndipo Yesu anapozungumza na Wayahudi, anazungumza waziwazi kwa habari ya yeye ni nani. Ni kama vile alikuwa anajitambulisha kwa wazi, akasema, nimeshuka kutoka mbinguni. Nimeshuka kutoka mbinguni, si kuja kufanya mapenzi yangu hapa duniani, lakini kuyafanya mapenzi ya Mungu katika maisha yangu hapa duniani. Alishuka kutoka mbinguni, na hapa alikuwa anaeleza waziwazi juu ya sense of purpose, kusudi la kuwepo kwake juu ya uso wa nchi. Falsafa na hoja za kitheolojia zilizoko hapa ni pana. Kwa mfano kama hili tu alilosema, nilishuka kutoka mbinguni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Nilishuka kwa ajili ya hili. Ni falsafa pana sana, kwa sababu pia wanadamu walio wengi hawapo tena kwenye sense of purpose, kwenye kusudi la wao kuwepo juu ya uso wa nchi. Na hapa anasema nimekuja kuyafanya mapenzi ya Baba, lakini nimekuja na mapenzi ya Baba ni haya, ya kwamba wale alionipa nisimpoteze hata mmoja. Wale alionipa nisimpoteze hata mmoja, lakini nitamfufua siku ya mwisho. Nitamfufua siku ya mwisho. Nisimpoteze hata mmoja, lakini nitamfufua siku ya mwisho. Tena anasema katika mstari wa 39, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja. Nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Na ule mstari wa 40 akasema, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kufufuka kwa siku ya mwisho kumetamkwa mara 2 katika mistari hii michache. Nitamfufua siku ya mwisho.
nitawafufua siku ya mwisho. Siku ya mwisho imetamkwa mara 2 katika paragrafu hii fupi ya mistari mitatu tu. Mstari wa 37, wa 38, 39 na 40. Wapendwa mabibi na mabwana, katika hoja nyingi za kimsingi, pengine nitapenda kufafanua tu chache kwa sababu ya muda, lakini hatuwezi pengine kupitia kila kitu ambacho kimeandikwa katika Injili hii ya Yohana na katika somo hili ambalo ni la kalenda ya mwaka wa kanisa kwa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania na kila mimbari ya kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Habari hii itahubiriwa kabisa kila mahali. Habari hii itahubiriwa ya Injili hii ya Yohana mlango wa 6 mstari wa 37 mpaka wa 40. Macho ubaoni. Sasa tunaingia shuleni kidogo, darasa kidogo tu. Na hoja nzito ambayo nitapenda kuizungumzia katika mstari huu ni pale Yesu aliposema, na wote alionipa Baba, wote alionipa Baba, sintampoteza hata mmoja. Sintampoteza hata mmoja. Wote alionipa Baba. Mstari wa 38. Wote alionipa Baba. Wote alionipa Baba. Mstari wa 39. Na mapenzi yake aliyonipeleka ni haya. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Nisimpoteze hata mmoja. Kwa hiyo kama ungeenda nyumbani ukaulizwa Mchungaji Kimaro amefundisha nini kwa kanisani kwenu leo, nisaidie kumwambia kwamba tumefundishwa neno moja tu, falsafa moja tu: hatupotei. Hatupotei. That is our message today. Hatupotei. Ni neno moja tu. Hatupotei. Hebu mwambie jirani yako, hatupotei. Yesu Kristo anasema wote alionipa Baba. Wote alionipa Baba. Wote alionipa Baba nisimpoteze hata mmoja. Kwa hiyo hatupotei. Hatuna mpango wa kupotea. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Hatupotei. 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 Tunazo hoja mbalimbali za kifalsafa na kitheolojia ambazo nitapenda pengine kuzisemea kwa muda mfupi kabisa. Hoja ya kwanza. Kwanza kabisa, Yesu hakushuka kutoka mbinguni ili kufanya mapenzi yake mwenyewe, ila mapenzi yake Baba, au mapenzi ya Baba yake aliyemtuma. Yesu hakushuka kutoka mbinguni ili afanye mapenzi yake yeye, bali mapenzi ya Baba yake aliyemtuma. Na mapenzi yake aliyempeleka ni haya: asimpoteze hata mmoja, bali amfufue siku ya mwisho. Na kama kuna jambo la kunoti kwenye notebook yako, mapenzi ya Mungu yatimizwe kwenye maisha ya kwako. Sitapenda kuzungumza sana juu ya falsafa hii. Mapenzi ya Mungu yatimizwe katika maisha ya kwako. Katika sala ya Bwana tuna maneno tunayoomba pale: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, na ulitakalo lifanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Ulitakalo lifanyike hapa duniani kama mbinguni. Wapendwa, kama kuna jambo la kuombea kwenye maisha ya kwako, ni kuishi kwenye kusudi la kuumbwa kwako. Na walio wengi ama changamoto za dunia zimewasukuma. People sometimes will push you out. Watu wanaweza kukusukuma ukatoka nje ya kusudi la Mungu. Hata Yesu aliyesema haya
Akasema nimekuja kufanya mapenzi ya Baba. Alikutana na fitina ya Wayahudi na chachu ya Mafarisayo. Watu wakamkalia vikao, wakamsengenya, wakamsema. Mtu yeyote ukisemwa, ukisengenywa, ukitamkiwa maneno kwenye mitandao ya kijamii, ukatamkiwa maneno negative, watu wakakaa kikao cha wazi au cha siri wakakusema negative, wana break your heart. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, laumu imeuvunja moyo wangu. Laumu, watu wakakushutumu. Na wakati unasemwa, hata kama watu wamekaa kikao cha siri gizani, utasikia kufadhaika ndani. Utasikia kufadhaika tu. Labda nikuambie jambo moja ambalo hulijui. Kuna siku unaamka una furaha, una amani, lakini ghafla unasikia amani imemute. Yaani unajisikia kukasirika, unaweza ukamisbehave, unaweza ukafanya vituko mbele za watu. Lakini kuna ngoma zimekaa mahali zinakusema. Sisi tulio graduate na kuhitimu katika kusemwa, tunajua wenye leseni ya kusemwa. Tuna leseni sisi ya kusema. Kwenye front page za magazeti, mitandao yote, dunia ikasimama kwa muda, sisi tuna leseni. I know what I'm talking about. Najua kile ambacho nazungumza. Kwa hiyo watu wakiwa wanakusengenya, unasikia ndani ya moyo wako, ndivyo sivyo. Unaweza ukafadhaika, na hasa kufadhaika. Na nilisha kufundisha, na acha nikufundishe tena. Ikatokea watu wanakusema, ikatokea umepata kashfa yoyote, ukajikuta umesingiziwa chochote kazini au ofisini, una mambo matatu ya kuapply: be nothing, say nothing, do nothing. Umenielewa sawa sawa? Nyamaza kimya, usifanye kitu chochote, usijibu lolote, usifanye lolote. Say nothing, be nice, be nothing, do nothing. Just stay quiet. Kwa sababu utakaposema sijui. Sasa kile nataka kuzungumza hapa si habari hiyo ya psychology na vitu vingine, never. Nataka niseme huyo Yesu aliyesema nimekuja kufanya mapenzi ya Baba hapa duniani, Biblia ninayosoma inaniambia alipokaliwa vikao na wanadamu. Watu wana nguvu. Watu hivi, unajua kwa nini kuna mtu ambaye ukimsimamisha hapa anaweza akadondoka? Kusimama mbele za watu ni moja ya phobia ambayo wanasaikolojia wanaikubali. Kuna phobia ya kuona maiti, kuna phobia ya kuruka angani, ya kuruka na ndege au kupanda juu ya gorofa. Kuna phobia, zipo phobia mbalimbali. Lakini phobia kubwa pia ni kusimama mbele za watu, public, kuzungumza. Sasa watu wana nguvu. Watu wana nguvu kwa sababu wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Wana nguvu ya kuspelling, ya kutamka maneno. Na ambush Yesu aliyopata kutoka kwa watu, huyu Yesu alipofika Gethsemane, akamwambia Baba, kikombe hiki kiniepuke, nisije nikafa kwenye kifo hicho cha msalaba. Tafuta mtu mwingine aende. Biblia ninayosoma inaniambia bahati nzuri aliomba maombi yale ambayo ninakuomba uyaombe. Ambush ya watu inakutoa nje ya mapenzi ya Mungu kabisa.
hautakuwa wewe, hautakuwa wewe. Watu wana uwezo wa kukutoa kwenye kusudi la Mungu kama hawajakuroga. Basi wanaweza kukuroga tu, unaweza kurogwa na watu wakakutoa. Ulikuwa una brain ya kusoma, unakuwa zezeta. Wapo watu wangapi wamerogwa Afrika? Ulikuwa unafanya biashara, watu wanakutoa. Wengine kazini ulikuwa na perform vizuri, unapigwa jungu. Unapata stress, pressure, kisukari, figo mbili zimefeli, kwa heri. Watu. Na Yesu alimpiga ambush pale Yerusalemu, akajikuta yuko Gethsemane. Alishasahau, alisema amekuja kufanya mapenzi ya Baba. Akaanza maombi, kikombe hiki kiniepuke, isipokuwa mapenzi yako yatimizwe. Na mapenzi ya Mungu yakatimizwa. Pigie Bwana makofi mengi. Hebu inua mikono yako, mpigie vigelegele Jehova. Haleluya. Kwa hiyo watu wanaweza kukutoa kwenye kusudi, na kuna watu ambao wameshatoka kwenye kusudi, na nguvu ya kukutoa kwenye kusudi, kwenye sense of purpose ni kubwa. Mazingira, majira, wakati, watu, mapepo, manguvu ya giza, wataabishaji, wapo ambao wanaweza kukutoa kwenye kusudi la Mungu. Kwa hiyo nilichoandika, naomba urudishe ile note pale. Nataka uweke ile notebook pale, kwamba kama kuna jambo la kunoti, la kwanza, ombea mapenzi ya Mungu yatimizwe katika maisha yako. Ombea mapenzi ya Mungu yatimizwe katika maisha yako. Unaweza ukarogwa tu. Paulo alikwenda kuhubiri kwa liwali, na kukatokea mchawi mmoja anaitwa Baryesu. Akawepo pale, kila Paulo akihubiri Injili, yule mchawi anaroga yule jamaa liwali asipokee ule ujumbe. Kwa hiyo kuna watu wako kanisani, hata uhubiri je umerogwa, yani uelewi. Lakini Paulo akamkazia macho yule mchawi, akamwambia, tangu leo usilione jua kwa muda, na achia moyo wa huyu mtu. Tangu saa hilo yule mchawi akawa kipofu, alafu na yule liwali akaokoka, akapokea kusudi la Mungu. Na hakuna pia nguvu kubwa inayozuia kusudi la Mungu kwenye maisha ya watu kama kurogwa. Ndio maana tunawaambia jamani, mje kwenye maombi kanisani, toege na sadaka. Ndio hivyo. Mama mmoja Jumapili iliyopita nilileta maziwa hapa, na nilikuwa nimetoka huko kwenye maombi mlimani, kwenye matafakari na mafungo. Akaja kuchukua dumu moja hapo kwa shilingi 1,000,000, nakumbuka. Hata hajanishuhudia, mimi nilipata ushuhuda kutoka Dodoma. Sasa akashindwa kupanda hizi ngazi hapa, lakini nikamvuta mkono, nikamwambia, tangu leo ukatembee na upone. Huyo hapa, tembea kabisa, watu wakuone. Hayo makofi yatoshi, mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Hebu kimbia mpaka pale, kimbia mpaka pale wakuone, kimbia mpaka pale. Haya. Mungu akubariki sana dada, umepona. Haleluya. Jumatatu sio Jumanne, sitaki nimpe hata microphone. Mimi na habari zake nimezipata kutoka Dodoma. Jumanne akasafiri sio kwenda Tanga, kuna biashara yake huko na kampuni. Kumbe kuna ngoma zimemtengeneza, miguu yake haiendi. Imejiloki. Utamuonyesha yule dada pale, nisaidie kumuonyesha yule manka pale. Sasa shuka taratibu, mpe yule dada, muonyeshe hicho kitu. Sasa ameenda pale, kumbe mfanyakazi wake wa dukani ameshamtengeneza vizuri, amemroga. Kuna karatasi zimechorwa picha yake, kachorwa miguu vizuri sana
na anaonekana na miguu minene, maana yake yule amemchora vizuri miguu yake kwenye ile karatasi, changanya na uchawi, wakaandika hapo maandishi ya Kichaga kama cha Marangu vile, wakaweka juu ya mimimo wa dukani, mlango wake wa dukani. Ila amefika anaingia, karatasi ikadondoka. Kufungua akakuta kule ndani ya karatasi kumechomwa sindano, imesemewa ndio uchawi wenyewe, kumeandikwa maandishi na jina lake limetajwa, na miguu yake hiyo hata katembee hata kafike hapo kwenye hiyo biashara. Lakini ni neno lile lilimtamkia hapa. Leo ni yule unamuona akirukaruka. Unajua ukiona watu wanarukaruka kanisani ukiona watu wanarukaruka kanisani, usifikiri wana kiherehere. Wametendewa na Bwana. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Miguu haiendi, karogwa yule mama pale, miguu haiendi. Amekuja kutoa sadaka hapa, na mtamkia neno tu, hata mimi sijui, lakini nilisikia nimtamkie tu, tangu leo utatembea. Na kweli yule pale anatembea, anaenda mwenyewe. Alikuwa hawezi. Jumapili iliyopita hata alipokuwa anahitaji msaada wa kutoka nje, anashikwa mkono, anavushwa hizo ngazi, akitaka kutoka nje kwa mahitaji binafsi, anashikwa mkono, hawezi kutembea. Na imidiwe Mungu, pamoja na miguu kuuma, lakini alikuja kanisani. Ndio maana nawaambieni jamani, njoni kanisani. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Manka, umeona uchawi? Umeuona sio? Kama kuna mtu ambaye haamini uchawi basi, au kama anafikiri tunazungumza nini, atapata tu hiyo simu ya huyo dada. Nimeogopa kuyaweka mtandaoni, manake nako mnaniviziaga siku hizi, kila kitu mnageuza. Lakini nataka niwaambie, pamoja na miguu yake kutight na misuli kukaza, alikuja kanisani na akakutana na Mungu hapa. Na mimi nawaambiaga jamani, jitahidini basi hata mara moja, hakikisha umesalimiana na mchungaji. Huwezi kujua. Hana alikutana na Eli akiwa tasa. Eli akamtamkia. Na mimi nitamka tu, sikujua hata. Lakini leo ni Jumapili, alikuwa hawezi kutembea. Jumapili hii anatembea. Na biashara yake imepona na maisha yake yamepona. Alikuwa anaondolewa kwenye kusudi la maisha yake. Wako wapi watoto wale ambao wamekuwa Tanzania 1 brain, wengine kichaa? Kwa namuombea mmoja juzi, anaambia form 6 walikuwa wanafanya mitihani walikuwa wanafanya graduation kabla ya mitihani kwenye shule yao. Physics akaitwa, amepata alama A, ameongoza. Chemistry akaitwa, ameongoza. Math, tena pure mathematics, ameongoza. Alirudi pale kwenye graduation mbele ya wazazi mara 3 kama good performance. Na mtihani wiki ijayo hakufika. Alikuwa kichaa cha kutafuna nguo, hakufika. Ananiambia, mchungaji, niliteseka. Kichaa. Baadaye Mungu akamsaidia, akafanya mtihani kwa shida sana, katika kuchanganyikiwa. Lakini ni watu walikasirika tu. Wewe umekwenda kwenye graduation, mtoto wako atamkwi hata kama aliwahi kudeki hata darasani. Si unajua kuna wengine tunakwendaga kwenye graduation mpaka tunarudi. Wakwako hata wakwangu. Lakini huyu ameenda mara 3. Wa Tanzania, wa Afrika. Nafikiri hawakwenda kulala, walala darini wengine. Wanashughulika naye mtu huyu mmoja. Lakini Mungu alimsaidia. Hakufaulu kwa ufaulu ule aliyokuwa anataka, baada ya kufanya mtihani kwa shida sana.
na tena sio mwaka huo tena. Akajitahidi akamaliza masomo ya form 6, akapata alama si kubwa sana, lakini zikamsaidia. Akaandika maproposal. Ametokea kwenye familia ya maskini kijijini kabisa. Akapata scholarship ya kwenda kusoma China kwa programu ya degree ya kwanza, lakini alikuwa na programu ya degree ya kwanza na ya pili. Degree ya kwanza ikaisha, kwenye masters akawa kichaa mpaka serikali ya China ikambidi mrudishe nyumbani. Alishindwa kuendelea kukaa naye, matibabu yote ya psychiatric ikashindikana. Kaja kwenye maombi akaombewa. This week nilikuwa naye tukiomba pamoja, akaniambia sasa anafanya PhD yake. Lakini akanieleza mahali alikopita na kilichomtoa ni maombi. Na akaniambia sasa nimeenda kwenye PhD ni kama nasikia. Nikamwambia wewe hakuna kitu chochote cha kusikia. Tukamuombea, na nikisimama kwenye madhabahu hii natangaza ya kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe juu yake na kusudi la Mungu lipate kutimia. Sema amina. Hawa ndio maprofesa, hawa ndio madaktari. Wangekuwa madaktari bingwa wa kupasua moyo. Hawa ndio watu ambao Mungu amewapa brain, lakini chuki za watu zinawatoa. Kwa hiyo mimi sizungumzii hayo. Hoja ya pili. Ni nini maana ya hoja hii? Hatupotei. Nini maana ya hoja hii? Hatupotei. Ya kwamba chuki za watu wabaya haziwezi kukupoteza. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Kwa kuwa watoto wa Yakobo walitumia nguvu kubwa sana ya kumpoteza Yusufu na kumfutilia mbali, ila hawakuweza, kadhalika na wewe hautapoteza mwelekeo. Ninatangaza kwenye madhabahu hii, hautapoteza mwelekeo. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa? Ninasimama kwenye madhabahu hii. Familia ya Yakobo, watoto wake walitengeneza hila ya kumpoteza Yusufu. Kwanza wakamtupa birikani, wakaona haitoshi, wakamuuza kwa Ishmaeli, wakaona haitoshi, wakabeba mbuzi wakachinja, wakampelekea Yakobo baba yao. Yakobo akazimia, moyo wake ukazimia. Yakobo akasema yatosha, mwanangu Yusufu ameraruliwa na mnyama mkali, bila shaka sintamuona tena, bila shaka sintamuona tena, nami nitakufa nikiwa nasikitika maisha yangu yote. Sintamuona tena Yusufu. Ndugu zake wamempoteza. Alafu wale wajamaa walikuwa na roho ngumu sijawahi kuona. Yaani Mungu akupe familia, uwe na kaka, uwe na dada, uwe na familia, lakini isifanane na familia hii ya Yakobo. Ngoma zinamuona baba yao analia, watoto hawamwambii chochote. Sema lia mpaka ulie ya damu, utashangaa. Watu. Sasa Biblia inasema nini? Biblia inasema huyo Yakobo akalia siku nyingi na watoto wake hawakumwambia. Nachokizungumza hapa ni kwamba walifikiri wamempoteza Yusufu, kumbe hatupotei. Hatupoteagi. Oh my God, oh my God. Hatupotei. Na mimi ninasimama kwenye hii madhabahu, nasema haupotei kiroho. Haupotei kiroho kabisa. Washindi wachache wangesema amina na wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe, haleluya. Ninasema hatupotei kiroho, hatupotei kiuchumi, hatupotei kifedha, hatupotei kijamii, hatupotei kielimu, hatupotei. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa, wanaosema hatupotei? Biblia inasema walipofikiria kwamba wamempoteza Yusufu, kumbe wamempeleka mahali sahihi alikotakiwa kwenda. Na mimi ninasimama mbele za uso wa Bwana, nataka nikuambie, waliofikiri wamekupoteza, hatupotei. Oh my God, oh my God, oh my God. Lazima uambie hatupotei. Wanaokufitini kazini wakiamini wamekupoteza, waambie sisi hatupoteagi.
Washindi wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Sema amina. Hatupotezi kibali, hatupotezi kibali. Yusufu alikuwa na kibali kwa baba yake, wale wakakasirika, wakasema tumpoteze, wakampeleka kwa Potifa, tena huko Misri akapata kibali mbele ya Potifa. Hatupotezi kibali. Hata kama kuna watu ambao wana uchungu, wana miasira yao, wakikuona ulivyo na kibali wanachukia. Maombi yangu asubuhi ya leo, haupotezi kibali kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache waseme amina. Alipofika kwa Potifa akapata kibali kingine. Alipoenda, mke wa Potifa naye akamletea mauzauza za kuleta na heka za kuzimu. Akaondoka hapo akaenda magereza, nako akapata kibali mbele ya mkuu wa gereza. Hayo makofi hatoshi, pigie Jehova vigelegele. Hatupotei. Hebu mwambie jirani yako sipotei. Mtikise na mapili na watatu, mwambie sipotei. Majeshi ya kunipoteza, mapepo ya kunipoteza, vikao vya kunipoteza, hila za kunipoteza ni nyingi, lakini leo Bwana Yesu amesema alionipa Baba simpotezi hata mmoja. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa wangempigia Jehova? Wachawi wanaofikiri kunipoteza, wanga wanaofikiri kunipoteza, wafitini, wenye chuki, wenye hasira, wenye uchungu, wanaofikiri kukupoteza ni wengi, lakini lisikie neno la Bwana, alionipa Baba sintampoteza hata mmoja. Kwa hiyo hatupotei. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanaelewa wangempigia Jehova vigelegele? Kwa hiyo tulishapotezwa mara kibao. Hapa ya mchezo na watu nini? Yani tushapotezwa kibao, mara kibao. Zishatumika hila na mamlaka za kutupoteza. Wapi? Alilolitamka Bwana wa mabwana, alilosema Jehova Elishadai. Hai, wako wapi watu wachache hapa wanaosema hatupotei? Wewe ni Mungu amekuokoa. Umetoka kijiji chenye wachawi wengi, walifikiri kukupoteza, mpaka leo upo na bado utaendelea kuwepo. Maana Bwana wa mabwana anasema alionipa Baba ni mapenzi. Hatupotei. Hatupotei. Dunia mbaya. Lakini hatupotei. Biblia inasema Yusufu akaenda mle gerezani, bado akapata kibali. Na tulikuwa tunazungumza ya kwamba hutapoteza kibali kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache waseme amina. Hata kama wamekuroga wakakutambikia tambiko la paka, wakapaka na mavi ya paka, bado kibali chako kiko pale pale kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Biblia inasema alipofika mbele ya mkuu wa gereza kibali, alipoenda mbele ya Farao kibali, akawa waziri mkuu wa Egypt, Misri. Kwa nini? Hatupotei. Hatupotei. Oh my God, oh my God. Ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Nasimama kwenye hii madhabahu, ninatangaza hivi leo, hatupotei kitaaluma, hatupotei kibiashara, hatupotei kihuduma, hatupotei kiimani, hatupotei kifamilia, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Wako wapi watu wachache wanaosema hatupotei hapa? Hata kama walisema wanakupoteza kifedha, oh my God, natangaza haupotei kwa jina la Yesu. Mungu akurudishie tena. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Wengine walikusukuma uondoke kwenye taaluma, wakakusababisha uonekane kama ukusoma. Haupotei kitaaluma, uko pale pale. Haupotei kitaaluma. Hizo fitina za kufitiniana kazini, za kuchafuliana majina, za kuchafuliana kitaaluma, uonekane ulifoji, hauna maana. Nasimama kwenye madhabahu na kutangazia haupotei kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako wapi wana taaluma hapa wanaosema hatupotei? Wako wapi wasomi hapa wanaosema hatupotei? Nimesoma, nimekwenda shule na kitaeleweka. Wako wapi washindi wachache wanaosema amina? Pigie Jehova
vigelegele vya shangwe. Haleluya! Kuna wengine walisema amejidai amesomesha watoto, amejidai amesoma, tutaona elimu yake itamfikisha wapi. Mwaka huu wataiona elimu yako, mwaka huu wataiona elimu yako. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Wale wanaosema aliringa, alisomesha watoto kwa shida. Huyu mama yuko kijijini, amesomesha kwa shida. Nasimama kwenye hii madhabahu, nasema kwa kuwa mama yako na baba yako walikusomesha kwa tabu, na kuna watu wanasema tuone kama atafurahia matunda ya watoto wake. 2026 huo ni mwaka wa furaha kwenye familia ya kwenu. Wako wapi watu wanaosema oh my God, nasema hatupotei? Wako wapi wana taaluma hapa? Nataka nione watu wasomi hapa wakimshangilia Jehova kwa vigelegele vya shangwe. Hatupotei. Piga makofi mengi. Haiwezekani. Na ninasimama kwenye hii madhabahu, kuna maneno ambayo yamefunga familia za watu. Unakuta mama ana watoto 7, ana watoto 12. Alikuwa na uwezo wa kuhakikisha wote mnakula 12, 13 mpaka 17. Wamama wa Kiafrika wamezaa hivyo. Alihakikisha amewapeleka shule nyote 7, nyote 10, nyote 15. Alikuwa anawapakulia chakula, anahakikisha mnakula. Alikuwa anaenda kwenye kibarua. Leo wote mmesoma, lakini mnashindwa kumtunza baba na mama mmoja ambaye aliwatunza ninyi mkiwa 15, mkiwa 7, mkiwa 6. Kwa nini? Kuna mtu mmoja ametamka hapo pembeni. Tuone kama watoto wake watamkumbuka. Tangu leo hiyo nyumba imefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wanaosema amina hapa? Wale watoto ambao wamepotezwa, ninatangaza kwenye madhabahu, kizazi cha huyu mwanamke hakitapotea kwa jina la Yesu Kristo. Oh my God, wako wapi watu wachache hapa? Nasimama tena kwenye madhabahu hii, ninatangaza wasiwasi, wale watoto ambao wamepotezwa na bangi, wamepotezwa na ulevi, wamepotezwa na madawa ya kulevya, wamepotezwa na ukahaba, leo hawatapotea tena kwa jina la Yesu Kristo. Wamefunguliwa. Wako wapi watu wanaosema amina hapa? Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Kuna mtu mmoja hapa ana mshahara, ana maisha na ana biashara. Amefungwa tu na maneno ya kichao ya familia. Humkumbukagi mama yako, humkumbukagi baba yako, hukumbukagi nyumbani. Kuanzia kesho Jumatatu hakuna atakayekuwa nakumbuka kama wewe. Nimetangaza kwenye hii madhabahu, na utashangaa ni kitu gani kilikuwa kimekufunga, na utashangaa ni kwa nini ulikuwa hautaki contribute anything kwenye familia. Wazazi waliolea, waliosomesha, aliyekwenda leba, na leba zenyewe zilikuwepo basi kule Moshi, ni huko chini ya Kahawa na Migombani. Wenye vyeti vya hospitali ni wangapi? Wengi tumezaliwa nyumbani. Saa nyingine mama alienda sokoni akarudi na kikapu na mtoto. Nataka kuomba hivi kwenu wanafamilia. Angalieni mlikuwaga wangapi na jinsi mama yenu alivyohangaika na nyinyi. Hata kabla sijamaliza mahubiri haya, ninakuomba hamueni na hamua kwa upya. Mwache yule mama aliyelia, kwa kuwa imeandikwa wapandao kwa machozi watavuna kwa vigelegele vya furaha. Mfanyeni yule mama, mavuno yake ni ya mwaka huu. Na mimi nimekuombea mwaka huu, Mungu akubariki kwa ajili ya wazazi wako. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Halafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya! Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, nataka unoti, just note kwenye notebook yako. Naweza ukanoti pamoja nami. Hatutapotea kwa kuwa, hatutapotea kwa kuwa Musa hakupotea. Farao alipanga mpango wa kutosha na marufuku ya kutosha ya kupoteza watoto wa kiume, lakini Musa hakupotea. Hata kama kuna mamlaka imeinuka kinyume chako, hautapotea kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina.
Hatutapotea kwa kuwa Danieli hakupotea. Danieli hakupotea. Kikao kilikaa, maamuzi yakafanyika, atupwe kwenye tundu la simba, na wakafanya hivyo, lakini hakupotea. Asubuhi walimkuta hajambo, na wale Shadrach, Meshach na Abednego wakatupwa kwenye tanuru ya moto, hawakupotea. Na mimi nasimama hapa nasema hautapotea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini hatupotei na hautapotea kwa kuwa Mordekai hakupotea. Fitina ya Hamani iliyotengenezwa juu yake, na akaonekana atengenezewe na jeneza na msalaba, habari ya mazishi yake ilikuwa imeisha, na Wayahudi walikuwa wana tarehe ya kupotezwa. Hawakupotea, wapo mpaka kesho. Na Mordekai badala ya kupotea akawa waziri mkuu, na Hamani akafa. Yefta, hutapotea kwa kuwa Yefta naye hakupotea. Aliwalelea wadogo zake vizuri. Walipokuwa wakubwa wakamgeuka, wakamwambia wewe ni mwana wa kahaba, mama yako ni kahaba, hata hutarithi pamoja nasi. Wakamfukuza, wakamuondoa apotelee mbali. Baadaye vita ilipotokea, wakuu wa nchi walikwenda kumtafuta ili wamfanye kuwa president wao, awe mfalme kwao. Akawa mfalme wao yule aliyeitwa mwana wa kahaba. Hatupotei, asikudanganye mtu, hatupotei kwa jina la Yesu. Lakini Petro hakupotea. Hata siku alipohukumiwa akaweka gerezani na Herode akitamani kumuua ili afurahishe Wayahudi, milango ya gereza ilifunguka kwa kuwa hatupotei. Mabibi na mabwana, kumbuka hoja ya mwisho na ya tatu. Kumbuka siku ya mwisho. Kumbuka siku ya mwisho. Kumbuka siku ya mwisho. Yesu Kristo anasema nisimpoteze yoyote, lakini nitamfufua siku ya mwisho. Jamani, kuna siku ya mwisho. Kuna siku ambayo wafu watafufuliwa, inaitwa kiama ya wafu. Tarumbeta itapigwa kutoka mbinguni. Ni siku ya mwisho. Ipo siku ya mwisho, na Yesu anasema hawa sintawapoteza, lakini nitawafufua siku ya mwisho. Na ni maombi yangu kama mchungaji wako ninayetumikia kusudi na shauri la Mungu kwenye maisha yangu, siku ya mwisho tuonane kwenye kiti cha enzi mbinguni, na mimi niseme hawa ndio wale Bwana ulionipa, nimewaleta mbele za uso wako. Wapi watu wanampromisi mchungaji wao kwamba mchungaji, tuombeane, lakini siku ya mwisho, siku ya mwisho tukutane kwenye kiti cha enzi kurwa, tukikumbatiana, tukifurahiana, tukipongezana. Waimbaji waliimba wimbo mmoja mzuri kwamba ng'ambo ya mto, tutavuka ng'ambo ya mto. Asubuhi njema, asubuhi njema, asubuhi ya furaha, tutakapovuka. Hivyo hivyo, asubuhi njema, asubuhi ya baraka, tutakapo cross pale kwenye kiti cha enzi, tutakaposahau dhiki za ulimwengu. Maana Biblia inasema mahali ulipo wewe hapana dhiki wala magonjwa wala mauti wala uharibifu. Siku ya mwisho nitawafufua. Sasa siku ya mwisho ipo, lakini kuna siku ya mwisho ya kila kitu hapa duniani. Kuna siku ya mwisho ya kila kitu, ya kila kitu. Tuna siku ya mwisho ya mwisho. Yesu alisema atatufufua. Lakini kuna siku ya mwisho iliyomfufua Yakobo. Yakobo alikuwa hai lakini amekufa. Biblia inasema moyo wa Yakobo ulifufuka lini? Siku ya mwisho ya uongo wa ndugu zake Yusufu. Siku ya mwisho ya hila na uongo wa watoto Yakobo, wa watoto wa Yakobo, ndugu zake Yusufu. Oh my God, oh my God. Siku ya mwisho ya hila
na uongo wa watoto wa Yakobo ndugu zake Yusufu. Unajua ilikuwaje? Walipokwenda Misri, waliporudi wakamwambia baba yao, Yusufu mwanao yungali hai. Oh my God, nisaidie kumpigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Ilikuwa ni siku ya mwisho ya uongo. Ngoja nikuambie, wakuzushie watakavyokuzushia, kuna siku ya mwisho. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema kuna siku ya mwisho? Hebu nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu, waambie kuna siku ya mwisho. Oh my God, wanaokucheka wakucheke, lakini kuna siku ya mwisho. Wanaosengenya wasengenye, lakini kuna siku ya mwisho. Oh my God, leo inawezekana wanaeleweka sana, leo inawezekana wamefaulu sana, lakini kuna siku ya mwisho, na Yesu anasema nami nitamfufua. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Biblia inasema siku ya mwisho ya uongo. Mimi napendeaga hapo tu, kwa sababu kuna mtu anaweza kukuzushia akatengeneza, anaamini ya kwamba siku zote utalia, siku zote utataabika, siku zote utapigika na ule uongo aliyoutengeneza. Natangaza kuna siku ya mwisho. Nasema kuna siku ya mwisho. Biblia inasema ilipofika last day ya uongo na hila, wale waliodanganya Yesu rua, achana na Mungu, achana na Mungu. Wale waliodanganya wakarudi wakamwambia, Bwana tuache, Yusufu mwanao yungali hai. Na wao ndio waliochinja mbuzi, wakatia damu kwenye kanzu nyeupe ya Yusufu. Kanzu kama ikatiliwa mdamu wa mbuzi, ukaambiwa mchungaji Kimaro bwana hayupo, he's no more. Tunaamini na vikanzu vyenyewe ukiangalia na binadamu. Nani anajua damu ya mbuzi na ya mtu? Yakobo hakuweza kupafanua. Wale ilifika siku ya mwisho. Mama kisasa, kuna siku ya mwisho. Hilo tu. Yani wasemavyo, mimi nitasubiri siku ya mwisho. Wako wapi watu wachache ambao wanaelewa hapa? Wangempigia Jehova vigelegele. Biblia inasema Yakobo aliposikia ya kwamba Yusufu mwanawe yungali hai, alipoona na utajiri na punda za mema ya Misri, Biblia inasema roho ya Yakobo baba yao ikafufuka. Kwa Yakobo, muendelee kunitafutia ule wimbo, liko pumziko la mioyo, amka wewe unayechoka. Uko mwaka wa pumziko na kuna siku ya pumziko. Oh my God, kabla sijaombea watu hawa, tafuteni ule wimbo tutaimba kabla ya hapo. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Wanachezea na umeme leo. Leo ndio nitahubiri sasa. Leo ndio nitahubiri kisawasawa. Hebu punga mkono pamoja na mimi, nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu, waambie kuna siku ya mwisho. Kuna siku ya mwisho. Na mimi ninatangaza kwenye madhabahu hii, yule Mungu aliyemfufua Yakobo akampa tumaini tena, natangaza kuwepo na siku ya mwisho ya kilio chako, ya aibu yako, ya huzuni yako. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Inua mikono yako, pigie Jehova na makofi na vigelegele. Piga Yesu asikie. Siku ya mwisho ya mashaka na kilio cha Yakobo ilifika. Siku ya mwisho ya mashaka na kilio cha Yakobo ilifika. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninaitangaza siku ya mwisho ya kilio chako na mashaka yako. Mimi sijui unalizwa na kitu gani, sijui ni mambo gani ambayo yamekuchesha, lakini ninatangaza siku ya mwisho. Wanaopokea na waseme amina. Wanaopokea waseme amina. Haleluya. Ilikuwa ni siku ya mwisho ya kilio cha Yakobo. Siku ya mwisho ilikuwepo. Lakini kulikuwa kuna siku ya mwisho ya fitina ya Hamani. Yani Hamani alikuwa na fitina, anafanikiwa. Anafitina, anafanikiwa. Anafitina, anafanikiwa. Siku ya mwisho ikafika. Mfalme akauliza, ni nani aliyeko behewani? Akasema Hamani. Amefuata nini? Ameleta msalaba wa Mordekai. Mfalme akasema no. Na siku ya mwisho ya Mordekai ya kuonewa,
ya kufinyiliwa, ya kugandamizwa, ya kunyimwa haki, ya kufukuzwa kwenye wajibu aliokuwa amepewa, siku ya mwisho ya nyaraka za siri za mauti ilifika. Alikuwa Mordekai amewahi kufanya kitu, ana haki zake, ana right zake, ana haki zake za kulipwa, lakini Hamani alikuwa ameshikilia kwa siku nyingi, ila siku ya mwisho mfalme hakupata usingizi. Siku ya mwisho ikija, inakujaga. Na waambieni, ikija inakujaga. Na mimi nataka nikuambie, siku yako ya mwisho, no one and nothing and nobody will stop it in the name of Jesus. Hakuna mtu ambaye anaweza kazuia siku ya mwisho. Wako wapi? Na ninakuombea, nasimama kwenye hii madhabahu, ninakuombea uone siku ya mwisho. Wako wapi wanaosema amina hapa? Uone siku ya mwisho ya kugandamizwa, uone siku ya mwisho ya kukataliwa, uone siku ya mwisho ya kukataliwa haki yako, uone siku ya mwisho, na uone waovu katika uovu wao na hila yao, siku yao ya mwisho itakuja. Day is coming. Mwambie jirani yako kwa Kiingereza, achana na Kiswahili cha hapa kijitonyama kwa limaua. Mbe, day is coming. Very soon. Soon and very you shall see. Utaona. Biblia inasema siku yake ya mwisho ilipofika, aliuawa msalabani, alitundikwa juu ya mti, ni siku ya mwisho. Akasema Hamani, mtaalamu wa fitina. Ndiyo, ni mtaalamu wa fitina, lakini siku ya mwisho ya fitina huwa inakuepo. Hii inakuepo siku ya mwisho. My God, my Lord. Siku ya mwisho ya ukiwa na taabu ya Israeli huko Misri zilikwenda miaka 400. Watu wanapiga matofali, watoto wanauawa, mateso, maisha. Lakini siku ya mwisho ilifika, wakafufuliwa kutoka kwenye utumwa, wakaondolewa kutoka utumwani. Siku ya mwisho ilikuwa jioni ya kutoka, nao waliondoka wakiwa wale wa jamaa walikuwa wanawatumikisha bure miaka mingi. Nothing. No financial freedom, no economic freedom, nothing. Hakuna kitu. Lakini siku ya mwisho Mungu aliwaambia, nendeni mkaazime dhahabu na fedha. Kwa hiyo wale wa jamaa wanaenda hodi kwa Wamisri, Waibrania wanakwenda kwa Wamisri, Waisraeli wanakwenda kwa Wamisri. Hodi, naomba VAT ile ya milioni 700. Alafu na benzi, alafu na dhahabu ulizoficha kwenye draw. Ngoma zinaenda siku ya mwisho, bali chukua vyote, chukueni. Biblia inasema wakawateka wa Misri nyara ile siku ya mwisho. Oh my God, oh my God. Na mimi nasema, ninasimama kwenye hii madhabahu, siku yako ya mwisho, it is so powerful. Ina nguvu isiyozuiliwa na wa Misri wala uonevu. Hao walikuwa ni watumwa, lakini siku ya mwisho waliazima dhahabu, wakapewa. Siku ya mwisho imekuja. Uko mwaka wa pumziko. Amka wewe unayechoka, uko mwaka wa pumziko. Mwambie jirani yako, uko mwaka wa pumziko. Na huo mwaka wa pumziko ni huu. Wako wapi watu wachache wanaosema huu ndio mwaka wa kwangu wa pumziko? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hayo makofi yatosha. Haleluya. Siku ya mwisho ya Sara. Jamani, mimi nitahubiri mpaka saa ngapi? Siku ya mwisho ya utasa wa Sara ile pale. Madaktari vipimo, pima, choma, tafuta kule tumboni, mayai yote alishaisha. Mwanamke wa miaka 90. Miaka 90. Bibi una miaka mingapi? Bibi huyu anajua miaka yake. Njoneha. Una miaka mingapi bibi? 86. Naam? 86. Aya, 86 ni mdogo wake Sara. Leta kamera hapa. Huyu ni mdogo wake Sara wa 5. Nikitenda mimba kule kwao. Sara wa kwanza, huyu kitenda mimba. 86. Sara alikuwa na miaka 99. Kamera iko wapi? Wewe unamulikaje kwa nyuma? Kwenye mvi? Mulika hapa. Mfano hai, siku ya mwisho Mama Mari ikija inakujaga na kila kitu.
siku ya mwisho ya utasa wa bibi mkongwe kuliko huyu, alipata mimba, akazaa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume akazaa mataifa mawili. Oh my God, oh my God, oh my God. Mayai alikuja na uzazi ulirudia siku ya mwisho. Wakati watu wachache hapa, hebu nisaidie kutikisa watu 4 5. Ambie siku ya mwisho. Na malaika alipokuja alimwambia hivi, majira kama haya mwakani utapata mtoto. Sara kijitonyama kwa alimaua. Asema jamani, makubwa. Siku ya mwisho ya utasa wa Sara, hata Sara alicheka. Baadaye alipopata mtoto akasema, Bwana amenichekesha, amenifanyia kicheko, watakaosikia watacheka pamoja nami, na mimi ninakuombea siku ya mwisho ikupe kicheko. Washindi wachache wangesema amina. Siku ya mwisho ikija, haiangalii biolojia, haiangalii sayansi, haiangalii madaktari walikuwa wamerekomendi nini kwenye fomu lao na kwenye faili lako. Ni siku ya mwisho ya kuinuka. Utainuka tu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wangesema amina. Haleluya. Na siku ya mwisho ya Rahabu kahaba, siku ya mwisho alikuwa anadharauliwa. Kahaba huyu, tumezaliwa 5 na mmoja kahaba, tumezaliwa 7 na mmoja kahaba. Siku ya mwisho ikaja sasa. Kwani biashara hii ya ukahaba nafanya wapi? Mtaa wa 5, nyumba namba 7, kama zile barabara za Tanga, barabara ya 12. Siku ya mwisho ya kudharauliwa kwenye familia ikaja. Mama yake anasema, ngile mkuta kununde unyimonoko ote ndochoke uta. Oh, wei, nilishasema hata nikifa usifike kwenye kaburi langu. Toto kahaba, hapana. Kaka zake hapana. Siku ya mwisho ya kuondoa aibu kwa mtu ikafika. Mungu ana safari zake, anataka kuwatoa Israeli Misri, anawaingiza Kanaani. Wale wapelelezi akina Joshua, hodi nyumba ya kahaba, wakaingizwa. Kahaba akawasaidia. Siku ya kutoka, kahaba akawaambia, mniapie kama mtanisaidia ndugu zangu. Akaambia, tunakupa agano la kitambaa na kamba nyekundu. Wakaifunga kwenye dirisha. Siku ya mwisho ya dharau kwenye familia sasa. Hivi nilaipendaga mimi jamani, hasa wale wanaodharauliwa kwenye familia. Kuna dharau mbaya. Haki ya Mungu kwenye familia, unaweza ukadharauliwa mpaka ukajiona nyani, umekosa mkia au kitu gani kwenye familia. Ngojeni kwanza ninywe maji. Nimekumbuka familia nikapata kiu cha ghafla. Yaani kwenye familia unanyosha kidole, wewe mwache kakako aongee. Unasumbuaga mno. Sikilizeni na taabu zake. Fungu la kukosa hivi. Unakaa hapo unasema, Mungu, kuna siku tu. Nakwambia kuna siku tu. Kuna siku tu watakutafuta kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache waseme amina. Naenda kwenye kikao cha familia, sijui mna harusi, sijui mna kitu gani. Jamani, tuanze kikao, bado wajumbe hawajaja. Anakuja mtu mmoja asema, sasa wajumbe wametimia. na hata akiomba radhi, sijui nimechelewa, hakuna sababu. Wataki marokani. Kwa sababu hakuna sababu. Kuna kitu cha kuongea, kuna kitu cha kuongea. Wewe siku ya mwisho, huyu mwanamke alikuwa amenyanyasika na familia. Kahaba hawezi kudharauliwa na mtaa. Familia, tabia mbaya. Unajua, ukiwa na mtoto mchungaji na ukawa na mtoto teja, una sister, una padri, una mchungaji, wewe ni mama mchungaji kabisa, tumbo lako limetoa mchungaji, lakini ukatokea na teja, watu hawakufahamu kwa mama mchungaji wala mama padri wala mama sister. Wanakujua yule mama wa yule teja. Anuani inaendaga kule kubaya.
na ziwa lililonyonyesha padri na mchungaji ndio limenyonyesha Teja. Ziwa lile lile, tumbo lile lile, miezi 9 ile ile, mama yule yule. Kwa hiyo sasa familia wamedharau. Yule kahaba akasema, mwafa mkitaka kupona mje nyumbani kwangu. Na Mungu na tanuru wao ule mkuchu, yani Mungu alivyo na kusudi, angewaambia nenda kule nyumbani kwenu kakae nao, labda tumekupa upako na haya maji kama maji yanayotolewaga leo, labda na udongo, ukazingire nyumba yenu haita. Akamwambia na mje kwenye nyumba hii ya shughuli. Mimi nakwambieni jamani, ngoja niishie hapo kwa leo. Mnaona vipi kwa mfano? Lakini walikuja kwa kuheshimu. Akamwambia mwafa, hivi Rahabu huwezi kuja kwetu? Mje kwenye nyumba hii, pana tambiko la mbingu. Wale watumishi kama malaika wa mbinguni wamefunga kamba nyekundu kwenye dirisha. Ni dirisha hili lina kamba nyekundu, lina damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya. Mkiacha kuja hapa ninyi mwafa. Haya, ngoma ndio ile pale. Jioneni wenyewe kwa macho, wapigieni makofi watu watehama. Wanajiongeza mara kadhaa. Kamba nyekundu kwenye dirisha. Dirisha la Rahabu kahaba. Nini? Siku ya mwisho imekuja, ya aibu, ya fedheha, ya dhambi, ya kudharauliwa, ya kutengwa, ya uasi. Siku ya mwisho. Biblia inasema mji mzima ukabomoka, lakini nyumba ya Rahabu kahaba ilibakia. Ahimidiwe Bwana Mungu yule aliyemuona kahaba atakuona na wewe. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Nasimama kwenye madhabahu hii, ninatangaza siku ya mwisho ya aibu ya Afrika. Ipo siku ya mwisho. Najua Mungu amesema kwa kitabu cha nabii Isaya, akasema kabla ya siku ya mwisho nina siku za Afrika. Afrika itakuwa ya kwanza duniani. Mungu ataibariki. Amesema wabarikiwe watu wangu Afrika, na ndivyo itakavyokuwa. Tena anasema wataomba na mimi nitasikia. Katika kitabu cha nabii Isaya, labda nikusomee hapo ili nikimaliza uelewe kwamba Mungu hajamalizana na sisi wa Afrika bado. Mungu hajamalizana na sisi kabisa. Katika kitabu cha Isaya ule mlango wa 19 mstari wa 21, mstari wa 21, kitabu cha nabii kitabu cha nabii Isaya 19:24, kitabu cha nabii Isaya 24 na 25. Hizi ni habari za Afrika na ni unabii juu ya bara la Afrika. Biblia inasema hivi: katika siku hiyo Israeli atakuwa watatu pamoja na Misri. Ukisikia Misri pale, Afrika. Na Ashuru atakuwa baraka kati ya dunia. Ashuru ni Asia, uchumi wa dunia katika siku za mwisho. Kwa kuwa Bwana wa majeshi amebariki akisema, wabarikiwe watu wangu Afrika, na wewe Ashuri kazi ya mikono yangu, na wewe Israeli urithi wangu. That the last day. Asa siku ya mwisho ya kulima kahawa, wakapanga bei wengine yaja. Siku ya mwisho ya umaskini, siku ya mwisho ya kukataliwa, siku ya mwisho ya mauti na vita vya wenyewe kwa wenyewe na mapigano, siku ya kuonewa, siku ya kudhulumiwa, siku ya kubaguliwa na siku ya kukataliwa kwa Afrika yaja. Na kuna siku ya mwisho. Mabibi na mabwana, ninafikia mwisho. Nikinoti katika noti ya moyo wako, kuna siku ya mwisho ya kila mtu. Hebu mwambie jirani yako, kuna siku ya mwisho ya kila mtu. Kuna siku ya mwisho ya kila mtu na ya kila kitu. Na kwa kuwa kuna siku ya mwisho, wanaokudharau wasubiri siku ya mwisho. Na nguvu ya siku ya mwisho ni ajabu. Wengine wanasema hivi itakuja kutokea mchungaji, it will happen. Kwa mfano
kijana wa Kimarekani, kijana wa Australia kwa mfano, kijana hata wa Kiasia, hata awe wa Kichina kwa mfano, hata angekuwa kijana wa Kiarabu na kijana wa Kiafrika, takwimu za kiuchumi leo, awe binti awe mvulana, vitu ambavyo wanaoni vijana wa Kiafrika na vitu wanavyooni vijana wengine wa mabara mengine ni kifo na usingizi. Kijana wa Kimarekani, nazungumzia Marekani kwa sababu ndio taifa kubwa. Kwa mfano, hawezi kuwa anaoni nyumba hapa. Ukimwona kijana anaendesha gari pale nje ni ya kwake, na vijana wengi hapa wa kike na wa kiume wana magari. Ukiona anaendesha ana nyumba ya kwake, hajakopa. Yani hapa hatuna mortgage ya kihivyo. Lakini ukienda Marekani, ukienda Ulaya na mataifa mengine, kijana wa Kiafrika vile vitu anavyoviona, anavyovimiliki huko mabara mengine ni vijana ambao wanakopa, wamekopeshewa, wamekopa mpaka na kupitia kwenye mikoba ya wazazi wao. Hawawezi kuwa na cash flow kama walivyo navyo vijana wa Kiafrika. Vijana wa Kiafrika wanamiliki vitu. Mimi ni mchungaji wa vijana hawa, I know them. Yani kijana wa Kiafrika ambaye hana elimu kabisa au ana elimu, amemaliza chuo, hajaajiriwa, hapo alipo kwenye mfuko ukifanya hivi ana simu ya milioni 2, milioni 3, ni ya kwake, hajakopa, ila tu uendeshaji ndio anasongesha. Lakini ukienda kwa kijana mwingine mataifa mengine duniani, amekopa simu, si yake. Nyumba wanazoishi, mimi nimeitwa kwa vijana wako hapa, nimeenda kufungua nyumba zao Bagamoyo, nimeenda kufungua nyumba zao Kigamboni, nimeenda huko Mbezi Beach, huko Ununio, huko ambako vijana sasa hivi wanajenga, vijana wadogo. Ukiangalia hiyo nyumba na kijana unashangaa. Lakini nikiona hivi najua this is blessing. Saa imefika. Shimwela, wewe ni mtu mzima, mpaka unaajiriwa, mpaka unakuja kuendesha gari. Lini? Ulitumia miaka 15, 20, 30 kazini. Kijana wa hapa, nataka nikuambie, wakati anatafuta kazi, anatafuta na gari yake. Hutaamini. Very young boy, yani wanamiliki vitu ambavyo nyie wazee mkuweza kuvimiliki. Mzee Shekalekwa, kijana anayemiliki. Wewe Mzee Shekalekwa ni mchungaji wa zamani. Ngoja nikuambie, usije ukasifikiri wachungaji wa kisasa tumeharibika. Yani simama Mzee Shekalekwa, kitu unachomiliki wewe, kuna mwinjilisti Henry, kijana mdogo, a very young boy, anamiliki vitu vikubwa sana kwa umri mdogo sana kuliko wewe. Pengine wewe ulikuwa mchungaji, umefanya kazi miaka 30 ndio unaweza kujenga. Hawa wainjilisti hawa, juzi nilimkuta Benjamin na yeye. Hebu simama Benjamin. Huyu naye ana gari eti jamani. Mpaka nikamwambia la kwako? Nikamwambia yeye la kwangu. Gari nzuri tu. Gari anapanda naye mpaka kwao kule Upareni. Nikamwambia inaenda. Akaniambia inafika Upareni. Si Land Cruiser, si gari gani ile. Yaani kijana mdogo. Nikamwambia wewe Benjamin, nilikuwa najua unamiliki suti. Nilikuwa sina wasiwasi na suti. Nilikuwa najua unamiliki simu. Sasa unamiliki na gari. Niambie sasa, utofautishe kizazi cha zamani na cha sasa. Ni siku ya mwisho. Wako wapi watu wachache ambao wanaelewa? Siku ya mwisho umaskini. Kwa hiyo ukitaka kuvalu, nenda kavalu uangalie vijana wanamiliki nini. Na Mungu alisema na mimi kwenye mlima juzi nilipokwenda kwenye maombi, akaniambia this is your time. Huu ni wakati wa kwako. Hata leo nitaombea vijana. Kuna mambo ambayo mtafanya, mambo ya ajabu kabisa. Ya ajabu. Wako wapi wa vijana wachache wangesema amina, halafu mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Siku ya mwisho. Kwa yakuni njoni hapa. Nitakuwa na maombi machache. Nitakuwa na maombi matatu tu. Nitakuwa na maombi matatu. Jamani, sio mimi nimechelewa kuhubiri. Mahubiri yangu ni mafupi, tatizo ni TANESCO. Ni simo. Simo. Ni wimbo namba ngapi mama? 158. Wimbo nambari ya 158. Na tutazimba tukiwa tumesimama. Nataka wimbo ukiwa umesimama. Siku ya mwisho, siku ya mwisho. Liko pumziko la mioyo. Simama tu. Umeshaketi sana. Can you stand up please? Umekaa sana. Simama, 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 simama. Simama.
liko pumziko la mioyo. Nataka uimbe kama sala, alafu baadaye nitawaita watu wachache na tutaingia kwenye maombi. Maombi tunayo matatu tu ya dakika chache.
vigelegele na shangwe. Haleluya! Hebu kwaya kuu simameni hapo. Naomba kinanda, tarumbeta. Uko mwaka wa pumziko pale, turudie kama mara 3 ule mstari mmoja. Uko mwaka wa pumziko. Wanaongojea mwaka wa pumziko, wanaosema 2026 ni mwaka wa pumziko, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Mwaka Sara alipumzika, akaondoka kwenye mateso ya utasa. Mwaka ambao Yakobo alimuona Yusufu uso kwa uso. Mwaka ambao Israeli walitoka Misri. Mwaka na uwe mwaka huu kwako kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wanasema amina. Hebu omba pamoja nasi. Naomba utuwekee ombi letu la kwanza, kuombea kusudi la Mungu katika maisha yako yote, yaani mapenzi ya Mungu yatimizwe. Ni kujiombea wewe binafsi na mahitaji yako binafsi. Kujiombea wewe ambaye unafikiri umekata tamaa, na kuombea huu mwaka wa 2026 na mwezi wa pili ulioanza leo. Inua mikono yako juu. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema: Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku hii ya maombi. Nami ninasimama madhabahuni pako, kwa kuwa uko mwaka wa pumziko na iko siku ya mwisho. Ninasimama mbele za uso wako. Ninaomba Bwana, mapenzi yako yatimizwe, kusudi lako litimizwe katika maisha yangu yote. Nasimama kinyume na mashaka ya nafsi yangu. Mahali ambako nimejionea mashaka, Baba, leo ninajifunika na damu ya Yesu inenayo mema kinyume cha mabaya. Maneno ambayo nimetamkiwa, maneno yaliyobeba mauti, maneno yaliyobeba tanzi za mauti katika maisha yangu, maneno ya kila namna, ninayafuta katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninainua mahitaji yangu ya mwaka huu yote Bwana, na mahitaji yangu ya mwezi huu katika jina la Yesu. Sikia kuomba kwangu, sikia kuomba kwangu. Hebu inua sauti yako, jiombe. Nataka ujiombe, nataka ujiombe. Hebu inua tu sauti yako, jiombe kwa maneno machache. Baba, katika jina la Yesu, ninainua mikono yangu ya kichungaji. Ninamwombea kila mmoja aliyefika katika ibada hii na wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, ninawafunika na damu yako ya thamani. Ninamwombea kila mmoja katika hitaji la moyo wake. Angalia mashaka ya moyo wake, mahali ambako amekaa, amevunjika moyo, amekata tamaa. Wengine ni wagonjwa, wengine wamerogwa, wengine wameapizwa, wengine wamefungwa maisha yao. Ninasimama kwenye madhabahu kwa mamlaka ya kichungaji. Ninafungua maisha ya watoto wako katika jina la Yesu. Baba, huu mwaka ukawe mwaka wa baraka katika maisha yao, na pawe na siku ya baraka katika maisha yao, na uwe mwaka uliobeba baraka kama ule mwaka wa Sara, kama ule mwaka wa Yakobo, kama ule mwaka wa Mordekai, na ule mwaka wa Waisraeli. Na uwe mwaka huu mapenzi yako yatimizwe, ulitakalo lifanyike Bwana, yale uliokusudia juu ya watoto wako ukatende, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote tuseme amina. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Alafu ombi la pili, omba ufalme wa Mungu uje katika maisha yako ili kukomesha mateso. Ufalme wa Mungu ukija, ni ile tunasema ni siku ya mwisho. Ufalme wa Mungu ukija, unakomesha mateso, unastopisha mateso, kama kwa Yakobo, kama kwa Sara, kama kwa Israeli.
Inua mkono wako juu, funga macho yako tena. Sema, Baba yangu uliye mbinguni, mapenzi yako yatimizwe na ulitakalo lifanyike hapa duniani kama mbinguni. Ufalme wako uje, ufalme wako uje, ufalme wako uje. Ukomeshe mateso, ukomeshe huzuni. Ufalme wako uje kwenye maisha yangu, e Bwana. Huo ufalme wako ulikuja kwa Sara, ukaenda kwa Daudi, ukaenda kwa Musa. Ufalme wako uje ulioenda kwa Ibrahimu, ulienda kwa Yakobo, uliokwenda kwa Yusufu. Ufalme wako uje kwenye maisha yangu. Ninaombea ufalme wako uje, ukomeshe mateso, ukomeshe huzuni, ukomeshe aibu, ukomeshe magonjwa, na ije siku ya mwisho katika maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu jiombee maneno machache, hebu jiombee kwa maneno machache. Baba, katika jina la Yesu, ninajua tena ni kwa hakika, na nimewathibitishia watoto wako kwa maandiko matakatifu jinsi ulivyotenda kwa Ibrahim, jinsi ulivyotenda kwa Sara. Ufalme wako ulipokuja, tasa mkongwe alizaa. Baba, ninakushukuru kwa maana ufalme wako unakuja juu ya bara la Afrika. Na ufalme wako ulipokuja kwa Waebrania kule Misri, siku zile uliwatoa na mkono ulio hodari. Wewe ni Mungu. Baba yangu mpenzi, Baba yangu mpenzi, umesema katika neno lako, na wabarikiwe watu wangu Afrika. Mungu, ninauliza huo mbaraka ninaouona juu ya vijana wa Kiafrika katika taaluma zao na uwezo wao. Ninawaombea vijana wote katika bara hili. Mungu, ukaangalie neno lako ukapate kulitimiza. Nimembariki kila mmoja katika ndoto na maono alionayo. Nimemwombea kila mmoja katika mwezi huu wa Februari, matendo yako makuu yakapate kuonekana katika maisha ya watoto wako sasa na daima, katika jina la Yesu. Ufalme wako uje kwenye karama hii, kwenye huduma hii, kwenye ndoa hii, kwenye familia hii. Ufalme wako uje kwenye hii biashara. Ufalme wako uje. Nami nimeweka ufalme wako katika maisha ya watoto wako. Kanisa la Mungu liseme amen. Pigie tena Bwana makofi mengi. Ombi la tatu na la mwisho. Mungu akuwezeshe kwa neema yake usipotee na kupoteza mwelekeo. Jiombe tu, usipotee, usipotee wala usipoteze mwelekeo. Mungu alichokiweka ndani yako kitimie. Inua mkono wako, rudia maneno haya pamoja nami, sema kwa sauti kubwa: Bwana Yesu, asante kwa kuwa wewe ni Mungu. Nimekuja mbele za uso wako. Ninaishi kwenye dunia yenye changamoto nyingi. Ni maombi yangu leo, Mungu niwezeshe kwa neema yako nisipotee wala kupoteza mwelekeo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tangu leo Bwana, tangu leo Mungu wa rehema, nisaidie nisipotee. Kila aina ya roho ya upotevu na mamlaka za giza na hila za watu na fitina za watu na chuki za watu na kila mamlaka za giza zinazonisukuma kwenda upotevuni, ninatangaza hivi leo katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, sintapotea, sintapotea, sitapoteza mwelekeo kwa damu ya Yesu. Hebu jiombe, hebu jiombe. Ombea na biashara yako, ombea keria yako, ombea taaluma yako, ombea na maisha yako ya kifamilia, usipotee. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umenisikia. Hata kabla sijaomba umetenda. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninamwombea kila mmoja asipotee. Hakuna mtu atakayesimama juu yake na kinyume chake akafanikiwa. Hakuna silaha itakayeinuka juu yake ikafanikiwa. Hakuna ulimi utakaoinuka kinyume chako ukafanikiwa. Tangu leo hautapotea, hautapotezwa. Hekima ya wanadamu, chuki za watu, hila za watu, fitina za watu hazitakupoteza kwa jina la Yesu. Nimekutangazia ukombozi, nimekutangazia uokovu, nawe umepona, nawe umehuishwa kwa jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya.